Hatima yangu, hatima yangu. Hivi huyu nimempa kazi ya kuosha vyombo, hajaosha vyombo, yuko tu amelala. Huyu mtoto anataka kunizoea. Emma. Wewe. Simekwambia kuosha vyombo. Kwani unaosha vyombo? Sababu umelala unafanyaje? Tangu asubuhi yani nimekwambia uoshe vyombo. Kwani unaosha vyombo? Nisingekuja kukuamsha hata kuosha vyombo ungeviosha wewe. Unalala saa hizi unalala. Ni muda wa kulala saa hizi. Si muda wa kazi huu. Umepitiwa nini? Umepitiwa nini na kuuliza umepitiwa nini? Umepitiwa nini? Wewe. Fanya hapo kuosha vyombo hapa. Nikiingia ndani kitoka nikute vyombo vioshe. Wema. Unafanyaje hapo? Msaidie mama kidogo hapa sema. Umekwishakuwa mfanyakazi wa ndani wewe? Hamna baba. Nani aliyekwambia kufanya hii kazi? Mama alisema kama unajisikia vibaya. Tangia lini wewe unaosha vyombo? Kila siku nimeshakwambia kwamba ukiamka uende shuleni. Kwa nini unaniumiza kichwa? Mama ameniambia kama anajisikia vibaya. Anajisikia vibaya? Mbona mimi nimetoka hapa hajaniambia anajisikia vibaya? Mama ameniambia anajisikia vibaya. Mbona mimi sina hiyo taarifa? Wewe Mama Emma. Mama Emma. Toka ndani. Unajua? Nini hiki sasa? Huyu mtoto ameshakuwa mfanyakazi wa ndani. Ameshakuwa mfanyakazi wa ndani. Sio mfanyakazi kwa kuosha vyombo ni zani. Yeye anakula kuosha vyombo hapo. Mbona wewe mwanamke unataka kunipanda kichwani? Una shida gani? Kupanda kichwani nini? Wewe Emma. Nenda kwa uende shule. Wewe mama hivi. Nimeshakwambia huyu mtoto kumnyenyeza. Sitaki hapa kwangu sawa? Kama umeshachoka ukae nyumba, naomba uondoke. Osha vyombo ni kunyanyasa. Unasikia Mama Emma? Usije ukanichanganya. Usije ukanipanda kichwani. Na usinione mimi mpumbavu. Kukufuga mimi hapa. Hapa wewe ni kama nimekufuga. Umenifuga mimi. Umenifuga mimi hapa ni mbuzi. Mama Emma. Naomba usinipande kichwani. Usipande kichwani kwa sababu ya huyu. Sitaki ujinga. Sitaki ujinga Mama Emma. Nitakuzaba hata sasa hivi makofi. Nizabe. Nizabe kama mzaa wewe. Muone na ataosha. Hatima yangu, hatima yangu, hatima yangu. Mbele giza niende wapi ni hatima yangu. Emma, nakuomba mara moja. Mbona umechelewa kuja shule? Hamna madam, nani yetu nyumbani kwenye mbali kwa tumechelewa. Yana inatakiwa ujitahidi. Unanielewa? Ndio madam. Kwenye masomo yako weka juhudi. Lakini si unajua wewe ni smart sana. Yaani kwa nini vitu vidogo vidogo hivi unashindwa kuvimanage mwenyewe? Ndio madam, nakuelewa. Okay. Alafu tukiachana na hilo, kuna jambo jingine nataka nikushirikishe. Unajua Emma, wewe ni kijana mstaarabu, mpole, mtaratibu. Yaani mimi nimetokea kukuelewa kiukweli. Sawa madam. Na ninaposema kukuelewa ninamaanisha. Sijui unanielewa? Sawa madam, nakuelewa. Okay. Yaani kifupi. Masanja. Sasa hivi ni saa ngapi? Na ulitakiwa kuwa wapi wewe? Hapo unafanya nini? Darasani haraka. Darasani. Basi Emma, tutawasiliana muda ujao. Haya poa madam.
hatima yangu. Hatima yangu, Za saizi. Salama, habari yako? Salama kabisa. Kwema kabisa. Uko kwema lakini sio sana. Mimi na shida. Una shida gani? Nauza ile nyumba ya pale nyumbani. Unasemaje? Nauza nyumba ya pale kwetu. Ile nyumba ya pale kwenu si ile ni ya ulisi ile? Nyumba ya ulisi. Lakini tumepata shida. Mimi ndo nakaa na wale wadogo zangu. Sina kazi hapa mjini. Sasa ukishaiuza ile, wadogo zako wataishi wapi? Mwenyekiti, maisha ni magumu, yani na hali tete kwangu. Hawa ni masuala yangu. Mimi nitafutie mteja, niletee mteja tuuze nyumba. Mimi si ndo mkubwa. Sawa, kwa vile umeshasema unaiuza shilingi ngapi ile nyumba? Nauza milioni 20 tu. Milioni 20? Basi sawa, lakini umeshaongea na wadogo zako? Nishaongea nani, kila kitu ni safi mwenyekiti. Basi mimi leo nahitaji nikishatoka huku, maana nimeshaitwa huku, nikishatoka huku basi narudi pale, nitamtafuta dalali. Nikishamtafuta dalali ili kusudi niweze kuongea naye. Ila cha kwangu kipo? Mwenyekiti, cha kwako kipo. Nienda dalali ndio inabidi mchekeche. Mimi kwangu ni milioni 20 tu mwenyekiti. Kwa hiyo hata kama nikiuza milioni 25 ina maana 5 kabisa kwangu juu pale. Milioni 20 ukiuza 30 wewe. Basi mimi nitaongea na dalali. Ngoja sasa hivi nitemke huku, nishapigiwa simu. Alafu nikisharudi hapa sentani, nitakuja kumtafuta dalali niongee naye ili kusudi niweze kwenda kumuonyesha pale, aitafutie wateja. Naelekea nyumbani. Basi. Mimi naelekea. Basi hamna shida. Ndio jukumu naona kama litanitesa. Mke wangu anataka tuuze nyumba ili aweze kuishi na mimi. Anyway, wadogo zangu. Last born. Abeka. Amnisikia au? Mmelala au? Njooni wote. Ngoma jisome. Wewe bwana. Kuamsha kwangu, jambo liloitia hapa kwenye hichi kikao, nataka tuuze nyumba. Maisha ni magumu. Wewe unanitegemea, huyu ananitegemea. Mnategemea na walisha nini? Tuuze nyumba? Maisha yamekuwa magumu. Changamoto, sina hela. Wewe unanitegemea, unanitegemea. Tunaishije? Naongea kabisa, uko serious. Huyu ndo ana hati. Natakiwa alete hizo hati tuuze nyumba. Unasikia bro? Swala la kuuza nyumba ila haliwezekani. Na wala mimi sitoweza kutoa hati ya nyumba kwenda kuuza nyumba. Hiyo swala la kuuza nyumba wewe ndio wazako. Kaka au ule vijana wenzako au wanakuharibu kaka siku hizi. Wewe hujui maisha. Kaka mimi ndio umeniitia hapa kwamba umepata kazi USA, Uturuki, Belgium. Kaka kumbe umeniitia kwamba unauza nyumba. Fanya hivi kaka. Tuuze nyumba yako ile ambayo unaanza kujenga ile. Tuuze hiyo au tuendelee kuishi hapa. Ushasikia hapo kwamba nyumba za ulisi zinauzwa. Ona bishana mimi. Kaka, sasa nikaa soma hapo na mtihani kaka, mimi sikukao nikao cha hivi kaka. Ona bishana mimi. Hivi hata kama kaka analiwewe. Atakula jeuri yake. Jeuri yake? Ndugu wangu sikiliza, maisha ni magumu. Mimi mwenyewe sina hela. Yaani wewe siku zote unaanzika pumba tu. Wadogo zangu, maisha ni magumu. Nafanya hivyo jamani, mimi sinajenga. Basi nitamalizia kule tukaishi yote kule. Acheni tufanye mchakato wa kuuza hii nyumba. Mimi nishapata na mteja. Yaani tangia umeanza kututia kwenye kikao. Yaani siku zote. Hata vikao vyote hapana vikubali. Lakini hiki kikao. Kwa naona pinga. Ujanishawishi. Haya, kama unapinga basi. Ila hii nyumba nitauza. Mtake mstake nitauza. Kama yako utauza. Yaani hadi hichi kidogo kinanisonya. Mke wangu.
Mke wangu. Rebeka, mume wangu. Naona ile swala la kuuza nyumba limekuwa ngumu sana. Kwa nini? Ndugu zangu wamegoma kuuza nyumba. Amegoma. Inakuwaje sasa? Hati si anao yeye. Hata kama yuko nayo yeye. Unabidi umforce. Sasa ni mfosiji amegoma. Oto hadi kale kadogo na kenyewe. Wewe si mkubwa kabisa. Sawa, hata kale kadogo amegoma kabisa. Wanagomaje? Hati Kitu gani wewe za nyumba bana? Mke wangu nimepambana vya kupambana mtoto amng'ania hati. Na ukumbuke mimi sikupewa hati, alipewa mdogo wangu. Hata kama alipewa mdogo wako, ukupewa wewe. Ninachotaka nyumba nzuri. Mke wangu nipe chance kwa mara ya mwisho. Kama unanipenda kweli mimi kutoka ndani ya moyo wako, lazima nyumba utauza. Lakini kama unipendi, nyumba hutauza. Alafu kama hutaki kuishi na mimi, subiri tu niambie. Mke wangu nakupambania wewe. Naomba nyumba iuzwe. Kama huwezi kuishi na mimi, bora mimi niondoke. Siwezi kuishi na wewe sasa. Sasa mke wangu sema ndio maana kupambania mke wangu. Mimi nakupenda hata usiondoke. Sawa? Siwezi kukaa kwa sababu nipe chance kwa mara ya mwisho. Siwezi kukupa chance hata moja. Niye nikaondoka. Kuliko kuishi na wewe. Mbona mgani ambao hutaki kunijali? Ukiniangalia kutoka juu mpaka chini. Sina haja kukaa kwenye nyumba. Nyumba yenyewe haipo. Uza nyumba tukaishi pazuri. Nipe chance kwa mara ya mwisho. Tukaishi pazuri hapa babaya. Nipe chance kwa mara ya mwisho. Mimi nakupambania. Nakupenda sana. Utanisamehe. Unaniacha wewe, unaniacha nieleze. Hatima yangu mbele giza, niende wapi